tafadhali. Mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Kagera, kwa maana kaimu, lakini mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, kamati ya siasa ya mkoa, kamisa wetu, mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa wabunge, ndugu yangu mbunge Rwekiza Bukoba vijijini, comrade mbunge wa hapa mjini, kamisa wetu mkuu wa wilaya ya Bukoba, kaimu katibu wa CCM wa mkoa, nimeona wenye viti wa CCM wa wilaya zingine wakiongozwa na mwenyeji wetu, mwenyekiti wa CCM wa Bukoba mjini na kamati yake ya siasa, viongozi wa baraza la wazee mkoa wa Kagera, viongozi wa dini mlioko hapa, viongozi machifu, viongozi wa chama wa ngazi mbalimbali mlizotambulizwa, ambavyo mmetambulishwa hapa, akiwepo madiwani, viongozi wa ngazi ya kwenye mashina, mabalozi wetu. Mabalozi mpo? Nyosheni mikono. Mabalozi mpo? Shikamoni mabalozi. Shikamoni mabalozi. Viongozi wa matawi, kata, makada wa Chama cha Mapinduzi ambao wiki mbili zilizopita walikuwa viongozi waandamizi wa Chadema. Mwenyekiti aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mwanza, katibu mwenezi wa Chadema kanda ya Victoria, wote hawa walirudi tarehe 2 nilipofanya mkutano Mwanza na wanachama 170. CCM oye! Niwashukuru, leo ndo mara yao ya kwanza kuongea hadharani, mara yao ya kwanza kuvaa t-shirt za CCM na kepu za CCM. Si wamependeza? Kilichonistua, hawa bwana inaonekana walikuwa wanafanya mazoezi, wako kule ndani. Alijuaje ile kauli, tunazima zote, tunawasha? CCM oye! Wapigieni makofi tafadhali. Ndugu zangu, leo niko Kagera. Siwezi kwenda wilaya zote, lakini nimeona nije hapa Bukoba mjini, nije niongee nanyi, na mawasiliano yamerahisishwa. Tunasikika wilaya zote, nchi nzima, kanda hii yote. Kwa hiyo tunahutubia taifa kutokea Kashai leo. CCM oye! Niwapongeze kwa mkutano mzuri.
amedhihirisha kwamba hiki ni chama kikubwa kuliko vyama vingine vyote. Maana kuna wakati kama walivyosema hapa, wageni wanakuwa wengi kuliko wahudhuriaji. Yaani wao waliotoka makao makuu wanakuwa wengi kuliko wale unaowahutubia. Kwa hiyo ipigieni makofi kwa mahudhurio mazuri. Lakini unaweza kuwa na mkutano mzuri mkubwa ukakosa hamasa. Niseme nisiseme? Hakika nyie mna hamasa. Hongereni sana. Kwa maana hiyo ni mkutano mkubwa lakini una hamasa kubwa. Sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Dr. Emmanuel Nchimbi tumeshafanya mikutano katika mikoa 20. Na baada ya hapo na mimi nikaongeza mikoa 4. Kwa hiyo nishafanya mikoa 24. Narudi Kagera kwa mara ya pili, tulipita na katibu mkuu. Lakini naondoka nikiamini Kagera ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Sioni mahali popote kwa hamasa hii hapa mjini na vijijini mliokuja kama tunaweza tukapoteza kata au jimbo. Hamna. CCM oye! Kwa hiyo naondoka nikitembea kifua mbele kwamba mkoa wa Kagera uko salama. Ndugu zangu, nimekuja mwezi wa 8 na 9 tulipopita, tuliwahamasisha mjiandikishe katika daftari la wapiga kura. Lakini tukawaambia juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Nimerudi hapa kwa heshima kubwa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuwashukuru wana Kagera kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi na kutupa ushindi wa kishindo. CCM oye! Mkoa wa Kagera ni miongoni mwa mikoa iliyofanya vizuri sana katika uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji. Na ushindi huu tunaamini haukuja hivi hivi. Ni wananchi kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Na imani hii haiji hivi hivi. Tunaamini ni kwamba wananchi wameona kazi nzuri zilizofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kazi hizo zinaonekana. Mbunge wa mjini ameeleza mambo mengi, miradi mingi. Mbunge wa vijijini ameeleza mambo mengi. Ungemsimamisha diwani yeyote angesema, mwenyekiti wa kijiji angesema. Ni kwamba nathubutu kusema Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka alama kila kijiji hapa Tanzania. Inawezekana ikawa darasa, inawezekana ikawa mradi wa maji,
inawezekana ikaa zahanati, inawezekana ikaa kituo cha afya, kila mahali. Huyo anasema na umeme. Na Rwekiza nilimsikia anasema vijiji vyote vina umeme. CCM oye! Kila mara nasema, mimi niliwahi kuwa mbunge wa Mvomero. Naelewa awamu mbalimbali za uongozi. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia katika rekodi za marais waliopeleka fedha nyingi za maendeleo kuliko awamu yoyote. CCM oye! Kwa hiyo mambo yaliyofanywa ya kuwagusa wananchi ndio ulikuwa ushawishi wa kukiamini Chama cha Mapinduzi katika serikali za mitaa. Nyie ni mashahidi. Hapa mjini tulipokuja kulikuwa na swala la soko, stendi. Soko tutajengaje? Watu hawajakuwa tayari kutoka. Lakini sasa ni mradi utakaojengwa, na nimpongeze mkuu wa mkoa kwa kusimamia vizuri. Mmewashawishi, wameelewa, na sasa mradi utajengwa. Kuna miradi mingi. Bandari, uboreshaji wa bandari. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Fatuma Mwasa yuko hapa, tunawasiliana. Fedha kwa ajili ya bandari Mwanza. Ni wasomi, mmeletewa chuo kikuu Kagera. Alafu anakuja mtu, yani yeye pamoja na usomi anawaambia mambo ya uongo. Eti nyie ni watu masikini, nyie hamjaendelea. Of course nilijua mliwaignore. Kagera oye! Wanakuja hapa hawaeleweki, wanakuja kuambia mambo ya uongo, na mimi nilijua Kagera hawadanganyiki. Hawadanganyiki. Mchana nilikutana na mwenyekiti wa baraza la wazee. Yeye katika mambo yote akanambia peleka salamu kwa Dr. Samia kwa kutujengea chuo kikuu katika mkoa wetu. Haya mambo hayaangaliwi kwa tochi, yanaonekana. Uongo kweli? Halafu mtu anakuja kuwadanganya hapa. Lingine kubwa, nyie mnajua historia ya kahawa katika mkoa huu. Watu wamehangaika, magendo ya kahawa kwenda Uganda. Mnakumbuka msako ulivyokuwa? Watu wanahangaikia kuuza kahawa. Amekuja rais mama yetu kwa busara zake na uzalendo wake, ametutoa kwenye bei ya 1,000 mpaka 6,000, 6,500. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo watu wakaja hapa hawajui hata mti wa mkahawa unafananaje. Hawajui, hawajawahi kuona hata shamba la mkahawa ukoje.
anasimama hapa anaambia nyie Kagera hamna maendeleo, mmetelekezwa, hakuna mtu hata wa kuwatafutia soko la kahawa. Kweli mtu mzima anasimama hapa anataka kutengeneza uongo. Lakini najua baada ya wao kuondoka walidharaulika sana. Wangapi waliwadharau? Ndio. Kwa sababu sio kweli serikali hii imetutoa wakati wa magendo. Watu hawajui soko litakuwa wapi la kahawa. Bei iko chini, watu wanahangaika. Chini ya uongozi wa Dr. Samia anatutoa kwenye 1,000 mpaka 6,000. Unasema kwamba serikali haijafanya kitu chochote. Wamelogwa CCM oye. Kwa hiyo haya mambo ukiyaunganisha ya miradi ya maendeleo na hili la kahawa na mazao mengine, ukienda Lindi walienda wakadanganywa, wakasema korosho haina soko. Watu wametoka kuuza korosho shilingi 400, sasa shilingi 4,000. Wanawacheka. Waambia nyie matapeli, nani kawaambia habari hizi? Sisi tunajivunia uongozi wa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo hivyo iwe mbaazi, iwe kokoa, ufuta, huko wanastakabazi galani. Minada ya kahawa iko wazi kwenye mitandao, hakuna mtu atazulumiwa, anajua bei. Uongo kweli? Kwa hiyo nimekuja kusema, kuwapa pole kwa kutukanwa, kuwapa pole kwa kudhalilishwa. Nataka niwahakikishie safari tuliyoianza ya maendeleo na mabadiliko yoyote ya maendeleo itasimamiwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wanaambia nyie maskini. Anakuja anasema, mwingine anasema bodaboda ni kazi ya laana. Hakusema yani bodaboda ni kazi ya laana. Wamekuja wanasema nyie maskini, lakini baada ya mkutano wanavua kofia zao wanasema changieni tone tone kuimarisha. Kati ya wao na nyinyi nani maskini? Manake hao waliokuja kuomba ndio. Siku ingine kwa haya maneno waliowaambia mkoa wa Kagera tunaojua sisi, mkoa una wasomi, watu wanajitambua, watu wanaojishughulisha na shughuli zao za uchumi, watu makini. Naomba Oktoba tuwakatae kwenye sanduku la kura. Na nyie bodaboda, mnaambiwa kwamba mnafanya kazi ya laana. Alafu wanataka mkutano wao ili waje, wanaambia bodaboda tubebeni. Wanasema akili za kuambiwa. Siku ingine wakiandaa mkutano waambie si tunafanya kazi ya laana, endeleeni na kazi yenu. Bodaboda, Chama cha Mapinduzi kinawaunga mkono. Machinga, Chama cha Mapinduzi kinawaunga mkono. Mama lishe, Chama cha Mapinduzi kinawaunga mkono. CCM oye. Ndio maana wakuu wa mikoa hawa na wakuu wa wilaya, wakurugenzi, rais amewaonyesha
anawasaidia wamachinga wawe na ofisi zao, watambulike, na wao wawe walezi wao wa makundi haya maalum. Ndio maana hapa tuna bodaboda, tuna mamalishe, tuna kila makundi maalum. Chama cha Mapinduzi kitaendelea kufanya kazi nanyi. CCM oye! Kwa hiyo hayo niliyoyataja na mengine mengi tunaamini